Karibuni wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku mahali popote mlipo, tunasema like vipindi vyetu, jiabone, maana hapo utapata habari za kinaganaga. Leo ni siku ya kwanza ya wiki, tariki 22 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Tuko hapa na pale. Tunapenda tuwatangazie habari ya kwamba wazalendo tangia 4 di matin, saa 10 na za asubuhi, yani 4 di matin, wazalendo waliwasili na kuingia katika sehemu mbalimbali kwenye jiji la Uvira, na waliobaki milimani walikuwa tayari kuanza kuwasha moto asubuhi. Walitaka kuanza kushambulia jiji la Uvira mbele, lakini palikuwa maandamano ya hawa wa M23 walioshurutisha kwa kinguvu sana kila mtu apate kwenda kwenye maandamano isiyokuwa ndani ya roho za watu. Sababu ya ile waliona ya kwamba maafa inaweza kuwa nyingi, ndipo walianza stua mabombe pamoja na silaha nzito na silaha ndogo upande wa milimani, upande wa Kasenga, Kalundu na sehemu zingine, kueleza ya kwamba wazalendo wanasisitiza ya kwamba watachukua Uvira kimabavu, kupanda kushuka. Maana walikubali kuacha Uvira kufatana na siasa mbaya baada ya kuona tabia ya Watusi. Uvira ilipoanguka palikuwa mazarau makubwa sana. Watu wa Minembwe walifurahi, watu wa Rwanda walifurahi, na mahali popote Watusi walifurahi sana, hata makanisani. Ikaonekana kwamba ni usaliti mkubwa, ndipo ligeuza Wafuliro na Wavira roho kusema kwamba tumesaliti nchi yetu bila sisi wenyewe kujua. Ni hapo wanakuwa tayari kabisa kusaka adui ambao ni M23, na wanahakikisha ya kwamba hizi sherehe za Piscas, za Noeli, Christmas, msamaani, sherehe za Christmas zitapita kabisa kwenye amani katika jiji la Uvira, ikifatana na wazalendo. Na upande wa Fizi, wazalendo wanaendelea kufanya kazi nzuri tena zaidi kwa kusaka adui, kumtoa kabisa. Nyakati zote adui akwa anapigwa na anasakwa, na kwa sasa tunaweza kuwajulisha kwamba tarafani Fizi, upande wa barabara namba 5, hakuna kabisa Mnyarwanda au M23 au AFC ya Corneille Nangaa. Hiyo ni ongera sana kwa vijana wetu ambao wanajitoa. Upande wa milimani Rugezi, wende Kubilalo 2, Towe Pwenzero na sehemu zingine, mambo yanaendelea kuwa mazuri sana tena zaidi kwa upande wa wazalendo, sababu kuna hata walioshikwa sababu ya kuona hali inakuwa mbaya kwa hawa wandugu Watusi. Walipanda Minembwe ili wapate kujiunda pamoja na waanze vita, wakiteremkia au upande wa Lulenge au upande wa Rugezi au upande wa Biwokoboko au upande wa Bikyabo. Ni eneo ambazo zilijulikana kwamba wanaweza teremuka, na sababu ya ile wavijana wanawasubiria kwa hamu kubwa sana tarafani Fizi. Yani wanajua kama kuna wageni, na mgeni ni sherti atetemekewa, shughulikiwe. Na kwa hiyo wageni wazalendo wanasema karibuni kabisa katika tarafa la Fizi, sababu kuna hitajika mboleo na mambo mengine. Kwa hiyo tunawajulisha wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku ya kwamba jiji la Uvira limetekwa nyara, limetekwa isiyokuwa ya mzaa, na hawa wandugu wa M23 wakisubutu kutoka upande wa Sange, upande wa Luvungi, upande wa Rwanda wakuje kuingia Uvira, tafadhali hatutaki tena damu kumwangika. Wangebakilia huko, sababu wa vijana njiani wanatega mitego isiyokuwa ya kawaida. Sababu ya ile wandugu wasikilizaji, ingekuwa heri M23 mupate kuhakikisha yale ambao mlisaini pale Amerika ya kusema kwamba Rwanda ijirudishe kabisa. Na inaonekana kwamba Uvira hewa si nzuri, silaha zinalia sana milimani, na hawa vijana wanasubiri saa ambao wamepatana ili mtuto uanze sasa kwenye mji. Naombwa kwa kila mkaaji wa jiji la Uvira asitoke nje. Kama kunawezekana, tafuta chakula weka nyumbani, tafuta maji weka nyumbani, watoto wasikose chai, sukari, mkate, wali au mchele usikose nyumbani, sababu kuna kuwa vita vya
kumtoa adui kinguvu nchini jijini Uvira na kando kando ya mji wa Uvira. Mkiuliza upande wa Makobola, hapo tayari mambo yanakuwa sambamba. Sababu ya hiyo tunajulisha wakongomani wote na wandugu wanaotufuata ya kwamba milimani mote mwa Uvira tayari wazalendo walishadhibiti, na hata kwenye jiji, ndani ya jiji la Uvira wamejaa wengi sana. Walianza ingia depuis 4 du matin na kuna wengine ambao waliingia sasa ni wiki moja. Sababu ya ile kulikuwa mtego. Unajua Watusi wanajikutaka kwamba ni waerevu. Kulikuwa mtego ambao unasikia katika lugha ya Lingala wanasema kosa liwa oye banani aliingio. Jioneshe kama unakufa, uone nane anakuwa na moyo wa kukulilia kabisa na kujitoa kwa ajili yako, na utakapofungua macho tutambua huyu haiko pamoja nami. Ndipo wandugu wa Fuliru walifanya siasa kubwa sana ya kujiunga na adui, wapate kuona kilicho ndani, wakuja kuona kumbi ni kuvamia udongo kwa kinguvu, sio kwenda Kinshasa. Kwa hiyo Uvira mambo yanakuwa sambamba tena zaidi kupita. Sababu ya hiyo tunasema msikimbie, bakieni nyumbani, sababu boda ya Burundi wanafunga. Mtaenda wapi tena? Upande wa Makobola hapo hamwezi pita. Sababu ya ile kaeni nyumbani, sababu kuna mtuto ambao hamujawahi kusikia utakuwa juu ya kukomboa jiji la Uvira. Kwaheri na tunasema asante. Like vipindi vyetu, jiabone, maana hapo utapata habari nyakati zote mara 2 kwa siku, ili upate kuhakikisha. Jiabone, usiwe natumiwa peke yako, uone ifuata kwa wakati mzuri. Tunasema chao.